zangu, 2020 CCM tulikuja Hanana Seif kuwaomba ridhaa, na wakati tunakuja kuwaomba, kata hii ilikuwa chini ya uongozi wa chama cha upinzani. Tukaja na ahadi, tukazieleza kwenye majukwaa kama haya. Tukaomba ridhaa kwa watu watatu. Tukaomba ridhaa kwa rais, kwa mbunge na diwani wake. Hatimaye watu wa Hanana Seif mlikielewa Chama cha Mapinduzi na mkatupa ridhaa. Nachukua fursa hii kuwashukuru sana wana Hanana Seif kwa ridhaa mliotupa mwaka 2020. Hanana Seif oye! Ndugu zangu, alikuja diwani hapa Nyamwija, amesema mambo mengi yaliyofanyika Hanana Seif kwa kipindi cha miaka 5, na nyie watu wa Hanana Seif ni mashahidi. Yale mambo waliyoyasema Nyamwija, si mnayaona? Si mmeyaona? Manake si mambo ya kufikirika. Aliposema visima vya maji tuliviona, si ndio? Aliposema ofisi za serikali za mitaa tuliziona, si ndio? Aliposema mambo yote yaliyofanyika kwenye kata ya Hanana Seif tuliyaona. Sasa na mwenyewe amesema kwamba miaka ile 5 yeye hakuwa peke yake. Kazi ile ilipata msukumo kutoka kwa diwani wake wa viti maalum, ndugu yetu, dada yetu, rafiki yetu, mama yetu, ndugu Josephine Wage. Lakini kazi ile, ndugu zangu, ilifanywa pia na mbunge wetu, rafiki yetu, mwana Hanana Seif mwenzetu, ndugu yetu Tarimba Abbas. Lakini kazi ile ilifanywa pia kwa maelekezo ya kutoka kwa rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo Hanana Seif kazi kubwa ilifanyika, si mnatambua? Si mliishi nao madiwani hawa? Si mliishi naye mbunge hapa Hanana Seif? Si mliona kazi za Dr. Samia? Sasa tumekuja tena kuwaomba ridhaa ya miaka 5 ijayo. Tunaomba mkiamini Chama cha Mapinduzi, mtupe ridhaa kwa miaka 5 ya diwani wetu ndugu Josephine Wage. Josephine Wage amesema, katibu wangu mwenezi hapa, Chama cha Mapinduzi kupitia michakato yake kimewachuja na kuwa screen sana, hatimaye kikaona ndugu Josephine Wage anastahili kubeba bendera ya Chama cha Mapinduzi kwenye udiwani wa kata ya Hanana Seif. Ndugu Wage si mgeni Hanana Seif. Ndugu Wage anaishi ndani ya kata ya Hanana Seif. Ndugu Wage amekuwa kiongozi wa muda mrefu kwenye Chama cha Mapinduzi kwenye kata hii ya Hanana Seif. Ndugu Wage ameshirikiana na watu wa Hanana Seif katika kila jambo la faraja na huzuni kwenye kata hii ya Hanana Seif. Sasa ni wakati wa ndugu Josephine Wage kubeba bendera ya Chama cha Mapinduzi, kuhakikisha mnampa udiwani kwa muda wa miaka 5. Nataka kuwaambia Wage ni mtu msikivu sana. Mimi namfahamu Wage kwa miaka mingi. Hajawahi kuizungumza vibaya kata ya Hanana Seif. Anaipenda Hanana Seif kama anavyowapenda wananchi wake. Lakini nataka niwaambie, Wage ni mbishi, lakini ni mbishi wa maendeleo. Wage ni mpambanaji, na ukitaka kugombana na Wage, inyime maendeleo kata ya Hanana Seif. Mimi nasema haya kwa ushahidi. Ndani ya miaka 5
Wage alikuwa ni diwani wa viti maalum, na ndani ya miaka mitatu mwenyekiti wake ni mimi hapa. Ndani ya miaka mitatu hiyo nimehudhuria vikao vya baraza la madiwani, wamenialika, nimekwenda, nimemuona Wage anavyopambana kuhusu maendeleo ya kata ya Hananasi. Ndugu zangu wa Hananasi, tuleteeni Wage kwa faida yenu. Wage si mtu muhuni. Wage ana familia yake, si ndio jamani Wake sio mtu tu wa kuokoteza mitaani. Wage ana mume wake, na hapa yupo mzee, mtamuona. Kwa hivyo Wage ana heshima nyumbani, ana heshima kwenye chama chake. Mpeni kura za ndio, aendelee pale walipomaliza na rafiki yake Nyamwija. Na bahati mzuri mmemsikia Nyamwija anasema kwa kuwa yeye ni wa Hananasi, amezaliwa hapa, amekulia hapa na bado anaishi hapa, na kwa kuwa anampenda Wage hatamwacha. Kwa hiyo tuchagulieni Wage, tupeni Wage, na wahakikishia miaka mitano ijayo Hananasi inakwenda kubadilika. Tunafahamu ziko changamoto kwenye kata ya Hananasi bado zinawatesa. Moja ya changamoto hiyo ni miundombinu ya barabara. Nimezungumza sana na Wage, anajua wapi kwa kuanzia, na kwa kuanzia kuna miradi ya DMDP2 hivi karibuni itaanza ujenzi wa barabara hizi. Miradi hiyo imeombwa na Wage, Tarimba, Nyamwija na inaletwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Nani kama Josephine Wage? Kwa hiyo ndugu zangu, niwaombe sana, mpeni kura ndugu yetu Wage, awaletee maendeleo kwa kushirikiana na mbunge, kwa kushirikiana na rais, lakini kwa kushirikiana na wenye viti wake wa mitaa, lakini pia kwa kushirikiana na nyie wananchi wa Hananasi. Josephine Wage oye! Josephine Wage oye! Liko swala moja Hananasi mnalisema sema la mikopo, na nimeambiwa mikopo hii kuna mgombea inamtesa sana Hananasi, si ndio Sasa swala lile, swala la mikopo ya 4%, jawabu lake ni kumchagua Josephine Wage. Yeye anafahamu namna mikopo ile inapatikana, lakini kikubwa zaidi anawafahamu watu wa Hananasi. Nataka kuwaambia serikali ya Chama cha Mapinduzi imeboresha namna ya upatikanaji mikopo ile, na sasa mikopo ile itakwenda kutoka bila kipingamizi kwa watu wenye sifa. Vijana mpo? Jiandaeni, 4% ya mikopo ndugu Wage anakwenda kuhakikishia mnaipata. Wakina mama mpo? Ile mikopo yenu ya kausha damu mwisho Wage akiingia madarakani. Na tulikuwa njiani tunakuja, vijana walisema wanaomba bajaji 4. Nikawaambia chagueni Wage tarehe 29, bajaji 4 zitakuja. Nina hakika zitakuja. CCM oye! Lakini ndugu zangu wa Hananasi, mmepata bahati, ndugu yenu Tarimba amekuwa mbunge kwa muda wa miaka 5. Nimesema ndugu Tarimba ni mkazi wa Hananasi, na ubunge ndugu zangu ni wa kata 10. Lakini bahati iliyoje, Hananasi mnakwenda, mna mbunge ambaye anaingia awamu ya pili anatoka kata hii. Waswahili wanasema mcheza kwao. Tarimba anaipenda Hananasi. Mimi nafahamu na tumezungumza naye. Mimi ni mwenyekiti wake wa chama wa wilaya, kwa nafasi yake ni mjumbe wangu wa kamati ya siasa. Tunazungumza mengi. Tarimba ana ndoto kubwa ya kuifanya Hananasi ya leo iwe kama Ulaya. Na nawahakikishia katika hili Tarimba atanii. Tuleteeni Tarimba kwa maendeleo ya kata yenu ya Hananasi.
Na kwa nini Talimba atafanya makubwa Hananasi? Kwa sababu na yeye nimesema ni mkazi wa nyumba zake, mali zake ziko Hananasi. Kwa hiyo anawiwa kuleta maendeleo mahali ambapo yupo. Ndugu zangu, msisikilize maneno mengine ya watu. Hakikisheni tarehe 29 mnakwenda kumchagua mbunge anayetokana na Chama cha Mapinduzi, naye si mwingine ni ndugu yetu Talimba Abbas Ghulam. Nani kama Talimba Hananasi? Nani kama Talimba? Lakini ndugu zangu, kubwa kuliko ni mama yetu, ni mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Dr. Samia ana uchungu na watu wake. Dr. Samia ana mapenzi na watu wake. Niwaambie, katika kipindi cha uongozi wa Dr. Samia, pesa nyingi za miradi ya wananchi zimefika kwenye maeneo yetu. Hakuna rais aliyeleta pesa chini kama Daktari Samia Suluhu Hassan. Na nyie mmesikia hapa, Nyamuja alikuja akasema amelipa fidia kwa ajili ya zahanati. Pesa zile zimetoka serikali kuu. Lakini nimewaambia kuna mradi wa DMDP2 wa ujenzi wa barabara, na kwenye jimbo hili la Kinondoni kata pekee iliyopata bahati ya kufikiwa na mradi huo ni hii Hananasi. Kwa hivyo tuleteeni mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Mimi ninaiona Hananasi inakwenda kubadilika, inakwenda kuwa kama baadhi ya kata nyingine zilizopata maendeleo kwenye wilaya yetu ya Kinondoni. Nani kama Dr. Samia? Dr. Samia oye! Dr. Samia! Vipi huku, mbona mko kimya? Dr. Samia! Dr. Samia mitano tena. Hivi mna mashaka na Samia kweli? Katika wale wagombea 10 na ngapi wale, yupo mtu anampita Dr. Samia kwa sifa? Dr. Samia ana sifa za kimataifa. Dr. Samia wazungu wanatamani wangempata akawa rais wao kule kwenye baadhi ya nchi zao. Ndugu zangu, niwaombe sana sana sana, tusihadaike. Tarehe 29 tukiamka asubuhi, na mwenezi wangu amesema na mimi nawathibitishia, hakuna mtu atazuia uchaguzi siku ya tarehe 29. Serikali hii inapokea maelekezo kutoka Chama cha Mapinduzi. Serikali iliyokuwa madarakani ni ya Chama cha Mapinduzi. Na wathibitishia wilaya yetu ya Kinondoni iko salama ndugu zangu, haina tishio. Na kama kuna mtu anadhani tunatania, atoke afiki hata hatua 2, atakachokutana nacho atahadithia wajukuu zake. Nendeni mkapige kura, kina mama msiogope. Nendeni mkapige kura, vijana msiogope. Nendeni mkapige kura, wazee msiogope. Hakuna kitu chochote kitakachozuia uchaguzi siku ya tarehe 29. Nani kama CCM? Nani kama CCM? Sasa nawaomba siku ile ya tarehe 29 mtaona askari wengi. Wala CCM msiogope. Askari wale watakuja kwa sababu nyie mnaenda kupiga kura, wao watabaki kuwalindia nyumba zenu. Manake kwa wakati mwingine wewe ukitoka Kibaka si anaingia. Kwa hiyo tutamwaga askari si kwa sababu tunawatisha watu. Askari kwa sababu siku ile wananchi wanatoka kwenda kupiga kura, kwa hiyo wao watalinda nyumba zenu. Niwaombe msiwe na mashaka siku ile. Hakuna kitakachoibiwa wala hakuna atakayezuia uchaguzi kwenye wilaya yetu ya Kinondoni. Ninaamini kwenye mkoa wetu wa Dar es Salaam na Tanzania nzima kwa ujumla wake. Nani kama CCM? Nani kama CCM? Sasa ndugu Wage njoo. Lakini wakati Wage anakuja, nataka niwaambie neno moja. Ndugu zangu, mmemwona Dr. Samia ametembea mikoa yote akipita kuomba kura zake za wagombea wake wa udiwani na wagombea wake wa ubunge. Bahati hiyo siku ya tarehe 21 kesho kutwa
Nizamu ya wilaya ya Kinondoni, Dr. Samia yuko ndani ya wilaya ya Kinondoni kwenye viwanja vya Leaders Club. Niwaombe sana wananchi, kwa umoja wenu, kama ambavyo leo mmekuja kwenye viwanja hivi na maeneo mengine ya Hanana Seif, twendeni Leaders Club kwa wingi tukamsikilize rais wetu, na nina hakika Mheshimiwa Dr. Samia atasema neno kwa wilaya ya Kinondoni, na neno hilo litawagusa watu wa Hanana Seif. CCM oye! Dr. Samia oye! Haya mamangu wake, dadangu, njoo. CCM oye! Si mnamuona Wage? Baki wengine wanaweza wakasema tunampaka rangi, lakini si mmemuona huyu anapendeza, apendezi, msikivu, si msikivu Wage. Kwanza Wage umri wake mzuri, umri huu wa Wage ndugu zangu hawezi kuwa na tamaa. Tamaa ya Wage ni kuhakikisha analeta maendeleo kwa jamii yake ya watu wa Hanana Seif. Nataka kuhakikishia, wala msiwe na mashaka naye, miradi ile ikija hapa Wage hawezi kuomba 1% wala 2. Kwa kufanya hivyo ataharakisha maendeleo kwenye kata yake ya Hanana Seif. Ndugu Wage, hawa wananchi wa Hanana Seif, jamani, niwaulize tena? Ngoja niwaulize, wangapi watampa kura Wage? Wote, si ndio? Si umeona hao wameshasema sasa hawa Wage, sisi tumekuamini, nenda kawatumikie watu wa Hanana Seif, nenda kawajali watu wa Hanana Seif, nenda kawaonyeshe upendo watu wa Hanana Seif. Ndugu zangu, Wage huyu mmemuona, na sasa tunampa jukwaa hili apambane nanyi, awaeleze nini matumaini yake, awaeleze nini anakusudia kufanya, awaeleze nini mapenzi yake kwa Hanana Seif. Lakini mjue Wage anaongozwa na ilani ya Chama cha Mapinduzi. Ilani ile imesheheni kila kitu. Kazi yake ni kwenda kusukuma ili Hanana Seif ipate maendeleo. Ndugu Josephine Wage, karibu uzungumze na wenzako watu wa Hanana Seif, na mwisho waombe kura. Maki usipowaomba hawa wanaweza wakakunyima hawa. Si ndio jamani? Baba zangu nyie mnafahamu, ukiwa nyumbani kwako kama hujaomba unapewa? Eti wazee wangu, upewi, huwezi kupewa kama hujaomba. Sasa Wage, zungumza nao waombe, usipowaomba hawatakupa. CCM oye!